Kafara ya wapumbavu ni ipi? Sikiliza. Watu walidhani katika Agano la Kale ya kwamba Mungu anafurahishwa na harufu ya wanyama. Kwa hiyo wakaona ya kwamba huenda wakitoa aina fulani ya wanyama watasababisha Mungu avutiwe zaidi. Kumbe Mungu anaangalia nia ya mtu, moyo wa mtu. Sikiliza nikuambie, kuimba kwa sauti, haijalishi ni nzuri kiasi gani, lakini kwa lengo la kuwafanya watu waone sauti yako nzuri, hiyo ni kafara ya wapumbavu. Kutoa sadaka, lakini ukiwa una nia ya watu waone unavyotoa zaidi, ni kafara ya wapumbavu. Kuhudhuria katika ibada, lakini unanong'ona ndani ya kanisa ukijadili mambo ya nje, hiyo ni kafara ya wapumbavu. Kumbe ukiwa katika ibada, mudi yako iwe ni ibada, mazungumzo yako yawe ni ibada. Zingatia ibada. Lakini natisha tena zaidi hapa, kuchelewa katika ibada bila sababu za msingi ni kafara ya wapumbavu. Ndipo utagundua kwamba ibada yetu kwa ujumla wake inatakiwa center yetu, focus yetu, mtazamo wetu uwe ni Mungu zaidi kuliko sisi. Na nataka nikuambie matokeo ya kufanya kosa hili ni yapi? Ibada yako haikubaliki mbele za Mungu. Unapoteza nafasi ya kubadilishwa na neno. Unajidanganya kuwa uko karibu na Mungu, kumbe uko mbali. Huu ni upotevu mkubwa wa muda, maana hata huo muda wenyewe hauna malipo yoyote. Nami natoa wito leo kwa kila mmoja anayenitazama hapa. Tubu pale ambapo Roho Mtakatifu atakuonyesha ibada yako na kafara yako ilikuwa ya wapumbavu. Tubu na umwambie Mungu, nisamehe pale ambapo uliona ya kwamba muonekano wako ulitazama zaidi watu watakavyokuona, lakini sio Mungu atakavyokuona. Mwambie Mungu, nisamehe pale ambapo matoleo yako yalikuwa yamejengwa katika sifa za kibinadamu kuliko utukufu kwa Mungu. Mwambie Mungu, niumbie moyo safi.